Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud anusurika katika shambulio la wanamgambo wa Al-Shabaab mara baada ya kushambuliwa gari lake kwa bomu wakati wa msafara katika mji mkuu wa Mogadishu. Wanaanga wanne sambamba na wanaanga wawili wa shirika la Kimarekani la sayansi na teknolojia ya angani hatimaye wafanikiwa kufika duniani usiku wa kuamkia leo baada ya kukwama angani kwa miezi 9. Na katika michezo, shindano la kumwenzi mkuu wa majeshi mstaafu Jenerali George Waitara linatarajiwa kufanyika Machi 22 katika viwanja vya golf Lugalo jijini Dar es Salaam. Hujambo mtazamaji na karibu katika Channel 10 Plus habari. Mimi ni Filipina Ndwata, nipo tayari kukuangazia habari za kutwa nzima ya leo, na katika upande wa habari za michezo na burudani utakuwa naye Winga Teresa Witness Alanu Singalawa. Mtazamaji karibu. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud amenusurika katika shambulio la wanamgambo wa Al-Shabaab mara baada ya wanamgambo hao kushambulia gari lake kwa bomu katika msafara wake uliokuwa ukisafiri katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu. Mwandishi wetu Haji Bwegege ametuandalia taarifa zaidi. Taarifa kutoka Wizara ya Mawasiliano inasema shambulizi hilo la kigaidi linalodaiwa kupangwa na kundi la Al-Shabaab, kundi linalopinga utawala wa serikali ya shirikisho la Somalia. Maafisa wa serikali ya Somalia wamesema kwamba Rais Mohamud yuko salama kufuatia shambulio hilo, ambapo mshauri wa Rais Zakaria Hussein kupitia chapisho lake la X pia amethibitisha ya kwamba rais huyu yuko vizuri na anaendelea na majukumu yake kama kawaida. Aidha, kundi hilo limethibitisha kufanya tukio hilo, ambapo wanajeshi na wakazi wa eneo hilo walioshuhudia shambulio hilo walithibitisha kuwa msafara wa rais uliogongwa, ambapo ilionekana miili ya watu 4 waliokuwa katika shambulio hilo. Wakati Al-Shabaab ukifanya mashambulizi mara kwa mara nchini Somalia kama sehemu ya kampeni yao ya miongo kadhaa ya kuipindua serikali, shambulio hilo limekuwa la kwanza kumlenga Mohamud moja kwa moja tangu mwaka 2014 katika muhula wake wa kwanza madarakani, waliposhambulia kwa mabomu hoteli iliyokuwa akizungumza. Saa chache baada ya shambulio hilo, vyombo vya habari vya serikali ya Somalia vilionyesha picha ya rais katika wilaya ya Adan Yarab katika eneo la Shabelle ya kati nchini Somalia, ambapo vikosi vya serikali vinapambana na mashambulizi kwa wiki sasa. Haji Bwegege, Channel 10 Plus. Na mtazamaji, kutoka huko Somalia tuangazie taarifa nyingine. Wanaanga 4 wakiwemo 2 wa shirika la Marekani la sayansi na teknolojia ya angani NASA hatimaye wamerudi duniani usiku wa kuamkia leo Machi 19 mwaka 2025 baada ya kukwama angani kwa miezi 9. Taarifa zaidi na mwandishi wetu. Wanaanga hao ambao ni Butcher Wilmore na Suni William pamoja na Marekani mwenzao Nikki Hag na wanaanga wa Urusi Alexander Gubunov walitua baharini huko Florida huku wakishangiliwa na kundi la watu. Itakumbukwa waliondoka duniani mwezi Juni mwaka jana katika safari ya kwenda angani kwa siku chache tu, ila chombo kilichowabeba kilipata matatizo ya kiufundi na kudaiwa kuwa hakiko salama kuwarejesha duniani na kikaishia kurudi kitupu, na hivyo walisalia angani kwa miezi 9. Misheni nyingi za anga kuchukua takribani miezi 6, na hivyo kwao kukaa zaidi ya miezi 9 kwenye kituo cha anga ISS ni jambo lisilo la kawaida, hasa kwa kuwa walitarajiwa kukaa kwa siku 8 tu kabla ya dharura kutokea. NASA inasema watu hao wakiwa angani, NASA ilipeleka vifaa vya anga kwa safari zaidi ya mara 2 vikiwa na chakula, maji, nguo na oksijeni kwa ajili ya kuwafanya waendelee kuishi, na kusema watu hao wakiwa angani walifanya tafiti mbalimbali ikiwemo uchunguzi wa jinsi mimea inavyokuwa angani, kufuatilia jinsi mwili wa binadamu unavyokabiliana na hali ya kutokuwa na uzito, na hata jinsi ya kupanda chakula. Saidi Makala, Channel 10 Plus. Naam, shukrani kwa taarifa hiyo Saidi Makala. Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame wamefanya mazungumzo ya kwanza ya ana kwa ana mjini Doha, Qatar hapo jana. Tshisekedi na Kagame wametoa wito
wa usitishwaji wa mapigano wa mara moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa ya pamoja iliyotolewa pamoja na Katal, ambaye kiongozi wake ndiye aliyekuwa mpatanishi wa viongozi hao, amesema usitishwaji huo wa mpango unastahili kufanyika mara moja na bila masharti yoyote, ila haijawa wazi iwapo hilo litawapelekea wanamgambo wa M23 kutofanya mashambulizi zaidi, ukizingatia kwamba kwa sasa wanadhibiti eneo kubwa la mashariki mwa Kongo kuliko wakati mwingine wowote. Kongo inaituhumu Rwanda kwa kutuma silaha na majeshi yake kuwaunga mkono wanamgambo hao, ambao mashambulizi yao yamelitumbukiza eneo la mashariki mwa Kongo katika mojawapo ya mzozo mbaya zaidi katika miongo kadhaa. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, tuangazie taarifa nyingine. Jeshi la polisi kikosi cha viwanja vya ndege Tanzania limesema watu 9 wamefariki dunia na wengine kadhaa wamejeruhiwa baada ya kutokea ajali ya ndege aina ya Boeing 787 ambayo ilikuwa inafanya safari zake kati ya Afrika Kusini na Tanzania. Taarifa zaidi na Kisa Mwaipiana. Akitoa taarifa kwa umma kupitia vyombo vya habari jijini Dar es Salaam, Kaimu Kamanda wa polisi viwanja vya ndege Tanzania, Ramadhani Kitanto, amesema ajali hiyo imetokea mapema leo asubuhi na majeruhi wamelazwa katika hospitali hapa jijini Dar es Salaam. Siku ya leo tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 2025 majira ya saa 2 asubuhi ilipotiwa kwamba kuna ajali ya ndege aina ya 787 Boeing ambayo ilikuwa inafanya safari zake kati ya Afrika Kusini na kuja kwetu hapa Tanzania. Katika ajali hiyo ambayo inasadikiwa kwamba ilikuwa na abiria jumla 139, kulitokea vifo vya abiria 9, lakini abiria wengine wote waliokolewa na kupelekwa katika hospitali mbalimbali za jiji la Dar es Salaam. Hata hivyo, kamanda huyo Kitanto pamoja na mkurugenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere wamewatoa hofu wananchi, wakisema kuwa ajali hiyo haikuwa na uhalisia wowote, bali ilikuwa ni zoezi la utayari lililofanywa na jeshi hilo kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Kwa kifupi nieleze kwamba hili ni zoezi la utayari ambalo linatokana na sheria za usafiri wa viwanja vya ndege duniani, na viwanja vyote vya ndege vitakuwa vifanye zoezi la utayari kama hili ili kuweza kupima wepesi wa vyombo mbalimbali vya ulinzi na usalama, ikiwa ni pamoja na majirani wa viwanja vya ndege, namna gani ajali ikitokea basi tukio linaweza likakabiliwa kwa haraka sana. Leo tumefanya zoezi la utayari, yani emergency drill, ambalo ni katika juhudi za kuendelea kuimarisha usalama wa kiwanja, lakini pia kupima utayari wetu kama kiwanja tunaweza vipi kukabiliana na majanga ya ajali pindi yanapotokea. Kutoka Dar es Salaam, Kisa Mwaipiana. Wananchi wa kijiji cha Lipokela wilaya Songea mkoani Ruvuma wameishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya utawala wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuondolea adha ya kutembea umbali mrefu kutafuta huduma ya maji safi na salama baada ya wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini RUWASA kukamilisha mradi wa maji Lipokela unaogharimu zaidi ya shilingi milioni 700 ambao unakwenda kuhudumia wakazi wapatao 2350. Ditha Nyoni kutoka Ruvuma anatutaarifu zaidi. Wakishiriki zoezi la upandaji wa miti kwenye chanzo cha maji cha mto Litenga kwa lengo la kuhifadhi mazingira na uoto wa asili kuelekea wiki ya maji duniani, baadhi ya wananchi wa kijiji cha Lipokela wanasema awali walikuwa wanatumia maji ya kwenye mabonde, hali ambayo ilikuwa inahatarisha afya zao. Na tunakushukuru rais wetu kwa kututua mandoo kichwani. Tulikuwa tunapata sana shida kufuata maji mtoni, lakini sasa maji umetuletea mtiririko. Tunasema asante rais wetu. Yaani unaweza kwenda mahali mama akakaa muda mrefu kutokupata maji, lakini sasa hivi kutoka mama Samia Suluhu Hassan na mama yetu Jenista Mhagama kuwepo madarakani, kwa kweli wametusaidia kiasi kikubwa sana, sio siri. Kwa upande wa mratibu wa kuhifadhi mazingira kutoka RUWASA wilaya Songea, mhandisi Sheila Kimweli, amesema wanapanda miti kwa lengo la kuboresha chanzo hicho baada ya wananchi kufanya shughuli za kilimo karibu na chanzo na kusababisha kujaa michanga, huku mkuu wa ofisi ndogo bonde la mto Ruvuma Deusdedit Gonolamenda amesema tatizo wananchi kushindwa kuzingatia sheria namba 11 ya mwaka 2019 ya uhifadhi wa vyanzo vya maji. Changamoto kubwa hapa ni watu kulima kwenye vyanzo ambapo inapelekea ile intake kujaa michanga kwa wakati mfupi sana.
Sawa. Kwa hiyo mimi wito wangu mkubwa kwanza ni kuzuia activity zote za wananchi wanazolima karibia na chanzo ili kunusuru chanzo chetu kisiweze kuchafuka. Sisi tunachoahidi wananchi, chanzo hichi kitakuja kusafishwa na maji na huduma ya maji itarudi. Kwa zoezi kubwa la uhifadhi wa chanzo cha maji unafanyika hapa, lakini lengo ni kupanda miti isiyopungua 1000 ili waweze kutambua umuhimu wa kuhifadhi chanzo cha maji katika hizo mita 60 ili baadaye maji yaweze kufaa wana binadamu, lakini pia kwa viumbe hai, kwa sababu tunategemeana. Mradi wa maji Lipokela una mtandao wa maji kilomita 20, tanki la maji lita za ujazo 100,000 na vituo vya kuchotea maji 18, huku kauli mbiu ya wiki ya maji, uhifadhi wa uoto wa asili kwa uhakika wa maji. Kutoka Ruvuma, Dita Nyoni. Naam, ni taarifa yake Dita Nyoni kutokea huko Ruvuma. Na sasa ni jijini Dodoma. Wakazi wa wilaya ya Mpwapwa mkoani Dodoma wameiomba serikali kujenga madaraja katika maeneo ambayo madaraja yamebomoka kutokana na mvua, kwa kuwa kukosekana kwa madaraja sehemu za mito kumesababisha kuongezeka kwa gharama za usafiri. Adam Malima anatutaarifu zaidi. Ni ujenzi wa daraja la mawe ukiendelea hapa katika mto uliopo eneo la Chogora, wilaya Mpwapwa mkoani Dodoma. Uhandisi wa daraja hili la mawe unaelezwa kuwa umepunguza gharama za ujenzi wa daraja kutoka bilioni 5 hadi shilingi milioni 600. Tunajenga daraja lenye jumla ya sel zile nusu duara 10 ambazo tunajenga kwa jumla ya shilingi milioni 654. Hizo ni gharama ndogo kwa sababu tumetumia matumizi ya ujenzi kwa kutumia mawe, ambao tungetumia zege hilo daraja lingegharimu karibia bilioni 5, lakini zimetumika jumla la shilingi milioni 654 peke yake kwenye ujenzi wa daraja hili. Kujengwa kwa daraja hili kunaondoa changamoto ya muda mrefu kwa wananchi, ambapo wanaipongeza serikali kwa hatua hii. Tunapata changamoto ya maji, palikuwa pabovu, ukipita na mzigo unatoa ushuru mara 3. Makuli wanafanya kazi hapo, wanatoa hela, Mpwapwa wanatoa hela. Lakini kwa hivi sasa serikali imejitolea, imejenga daraja zuri. Kwa hiyo tunaishukuru serikali. Barabara hii inakwenda mpaka mkoani Iringa, ambapo sasa kuna muda ilikuwa nakata mawasiliano, lakini sasa huyu mama kweli katusaidia vya kutosha. Mpaka sasa hivi kwa kweli tunaendelea kupiga mbio kwamba Chama cha Mapinduzi kweli kinaweza kusaidia watu siku hadi siku, na tuna imani nacho. Hata hivyo, wakazi wa wilaya hii ya Mpwapwa wanaiomba serikali kuendelea kutatua changamoto za barabarani kwa kujenga madaraja sehemu ambazo madaraja yamebomoka, pamoja na mito isiyokuwa na madaraja. Kwenye usafiri tunapata shida, tunakodi pikipiki kwa bei ghali kwa sababu ya makorongo. Usafiri wenyewe magari utakuwa bei ghali kulingana na makorongo. Tunaomba serikali ya mama itusaidie ili madaraja yajengwe. Moto yetu kubwa ya hii barabara ni madaraja. Madaraja yameharibiwa na mvua, kwa hiyo mengi sana yameharibika. Kwa hiyo tungeomba msaada kutoka serikalini. Mikakati ya TARURA ni kuendelea kujenga madaraja ya mawe katika sehemu zinazohitaji madaraja ili kupunguza gharama za ujenzi wa madaraja. Sehemu zote ambazo zinatokea makorongo tutakuwa tunajitahidi tutumie madaraja haya ya mawe ambayo yanapunguza gharama. Kama kwa mfano jimbo la Mpwapwa vile tuna madaraja mengine mawili. Daraja moja la seli 3 natumia milioni kama 100. Daraja lingine la seli 2 hela ndogo vile. Kwa hiyo kote ambapo tunatokea makorongo tunatumia madaraja hayo ili tupunguze gharama. Wakazi wa wilaya ya Mpwapwa hujishughulisha na shughuli za kilimo. Kuimarika kwa miundombinu ya usafirishaji kunakuza sekta ya kilimo na uchumi wao kwa ujumla. Kutoka Mpwapwa mkoani Dodoma, Adam Malima, Channel 10 Plus. Naam, taarifa ya Adam Malima kutokea huko wilayani Mpwapwa jijini Dodoma inatupa wasaa wa kuangazia taarifa nyingine kutoka nchini Nigeria. Rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu ametangaza hali ya hatari katika jimbo lenye utajiri wa mafuta la Rivers kufuatia mapigano ya muda mrefu yaliyovunja bunge la jimbo hilo.
Mvutano katika jimbo hilo ulianza mnamo Disemba 2023 wakati viongozi 27 waliochaguliwa wa eneo hilo watiifu kwa gavana wa zamani walipohama chama na kujiunga na chama tawala cha APC. Baada ya hapo, gavana wa jimbo la Rivers aliamua kulivunja bunge la jimbo hilo tarehe 13 Disemba mwaka 2023. Rais Tinubu amefikia uamuzi huo kufuatia kuendelea kwa mzozo baina ya gavana mpya Siminalayi Fubara na mtangulizi wake Ezenwo Nyesom Wike ambaye sasa ni waziri katika jimbo hilo. Tinubu amemteua Ibokete Ibasi kama mkuu wa serikali ya muda kwa miezi 6 huku gavana wa jimbo hilo Fubara, naibu wake Ngozi Odu na wabunge wateule wa jimbo hilo wakisimamishwa kazi. Tukitoka huko nchini Nigeria, mtazamaji, na sasa ni mkoani Arusha. Baadhi ya watendaji wa kata katika halmashauri ya wilaya ya Ngorongoro mkoani Arusha wamesema wanavunjika moyo wa kufanya kazi kutokana na kudhalilishwa na viongozi wa kisiasa wanapotembelea maeneo yao. Tupate taarifa zaidi. Wito huo umetolewa katika kikao cha 6 cha watendaji wakuu wa SACCOS kilichofanyika jijini Arusha, kikihusisha watendaji kutoka maeneo mbalimbali nchini, kilichokuwa na lengo la kuboresha shughuli za SACCOS, ambapo naibu mrajisi msaidizi mhamasishaji SCALT Consolata Kiluma ameeleza kuwa vyama vya ushirika vimekuwa vikipata usajili kwa kasi sana, lakini usajili wa wanachama umekuwa chini sana. Tuendelee kukamilisha kuingiza wale wanachama kwa sababu itatusaidia kuwa na kandidata sahihi. Yaani kwa muda na wakati tukiuliza kwamba sasa hivi tuna wanachama wangapi inakuwa ni rahisi kusema. Lakini kwa sasa bado, kwa sababu kwa daftari letu la manyo tuna wanachama milioni 8. Lakini mpaka sasa hivi wanachama ambao tumeingiza kwenye mfumo wa MOVE kwa ujumla wake ni milioni 2 na kama 300,000 hivi. Kwa hiyo bado tuko nyuma sana. Mwenyekiti wa SCALT Ernest Nyambo amesema kuwa malengo ya kikao hicho ni kubadilishana uzoefu na mitazamo ya maendeleo ya SACCOS nchini, na kuongeza kuwa umuhimu wa hatua zilizochukuliwa na baadhi ya watendaji wakuu katika kusukuma maendeleo ya SACCOS mbele. Moja kati ya lengo tulilopewa na mrajisi ni kuhakikisha vyama vyote vinajiunga na SCALT ili mwamvuli huu uwe na nguvu. Chochea na kuhamasisha matumizi ya tehama. Na wale ambao wameanza kutumia mifumo, tukumbuke kuna ushindani mkubwa, kuna masuala ya wizi. Sasa tumetoa mwongozo wa cyber security na miongozo mingine ambayo ofisi ya mrajisi inaendelea kuitoa. Kikao hiki kinatarajiwa kufanyika kwa siku 2 ambapo washiriki pia watapata fursa ya kutembelea vivutio vya utalii vilivyopo mkoani Arusha. Jamila Omar, Arusha. Na mtazamaji, unaendelea kutazama Channel 10 Plus habari. Nami ni Filipina Ndwata, na mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutokea huko Arusha inatupa wasaa wa kuangazia taarifa za michezo na burudani. Na muda mfupi ujao utakuwa naye winga Teresa Witness Alano Singalawa katika upande huo wa michezo. Asante Filipina Ndwata kwa kunipa kijiti kwenda kudunda viwanjani kujuzana mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani yaliyojiri na yanaendelea kujiri kunako viunga mbalimbali vya kimichezo, iwe ndani ama nje ya mipaka ya Tanzania, ukiwa nami mwana michezo wako Witness Ngalawa, maza kunita winga Teleza. Na moja kwa moja taarifa yangu inaanzia mkoani Dodoma, ambapo wazee na viongozi wa klabu ya Yanga mkoani humo wametangaza msimamo wao, ikiwemo kutoutambua mchezo mwingine wa dabi dhidi ya watani zao Simba na kutoa wito kwa rais wa klabu hiyo kuitisha kikao cha dharura. Taarifa na mwanamchezo wetu Leonard Mwacha. Wazee na viongozi hao wamesema kuwa mechi ya dabi ilishachezwa tangu tarehe 8 na wanasubiri pointi 3 mezani, huku wakiweka wazi kuwa hawana mpango na dabi nyingine. Unakuta kundi kubwa kabisa halitaki kabisa Yanga icheze hii game tena, kwa sababu hiyo tarehe 8 ilishatosha. Huu ndio msimamo wetu sisi wana Yanga Dodoma na wanachama wa Dodoma, kuwa hii mechi sisi hatutaicheza tena. Na tunamuomba Engineer Hersi Said kwa heshima kubwa pamoja na kamati ya utendaji
waitishe mkutano mkuu ili kulijadili ajenda hii moja. Mechi yetu ilishachezwa tarehe 8, tunasubiri kupata pointi 3. Ndo msimamo wa Yanga kutoka kwa wazee wa Dodoma kupitia klabu yetu. Katika hatua nyingine, viongozi hao wamemtaka rais wa TFF kuomba radhi kutokana na kile walichokiita kushutumu timu yao ya Yanga na viongozi wao. Hatuna imani na Rais Karia na hatuna imani na bodi na taasisi zote anazosimamia chini yake. Kwa sababu kama yeye kiongozi mkubwa wa taasisi katoka na kutoa kauli ya namna ile, kwanza kushutumu Young Africans, kushutumu viongozi wetu tuliowaweka kwa mujibu wa katiba, hili swala hatutakaa tukalichekea hata siku moja. Na hili ajue kabisa, wana Yanga Dodoma, matawi yote zaidi ya matawi 50, hatujakubaliana na kauli yake, na atuombe radhi kwa kutukosea wana Yanga, atuombe radhi kwa kukosea mpira wa nchi hii. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Shukrani Leonard Mwacha. Wazee hao wa Yanga mkoani Dodoma wameanza na yao kuhusiana na sakata ambalo linaendelea kwa kuikosa dabi babu kubwa Afrika Mashariki na Kati, dabi ya watani wa jadi Simba na Yanga. Nikiachana na taarifa hiyo, shindano la mchezo wa gofu kumwenzi mkuu wa majeshi wa zamani Jenerali mstaafu George Waitara inatarajiwa kufanyika Machi 22 kwenye viwanja vya gofu Lugalo hapa jijini Dar es Salaam. Mwenyekiti wa klabu ya gofu Lugalo, Brigadier Jenerali mstaafu Michael Luongo, amesema leo kuwa wanatarajia ushiriki mkubwa wa wachezaji kutoka klabu mbalimbali hapa nchini. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Akizungumza na waandishi wa habari za michezo mapema hii leo, mwenyekiti wa klabu ya gofu ya Lugalo, Brigadier mstaafu Michael Luongo, ameeleza namna shindano hilo litakavyofanyika, huku akiwaasa wachezaji wa klabu ya gofu Lugalo kutobweteka na ushindi wa shindano la Morogoro. Washiriki wa hili shindano ni wa categories mbalimbali, categories zote. Kutakuwa na division A, B, C, watoto pamoja na wazee, seniors, pamoja na wanawake. Kwa wote watashiriki katika categories zao. Ni raha sana ukimfunga bingwa. Kwa hiyo wakae mkao wa kula kuwa kuna watu ambao na wao wamejiandaa kwa ajili ya kupambana nao. Kwa upande wa wadhamini wakuu mashindano hayo pamoja na nahodha wa klabu ya gofu ya Lugalo, wameeleza chachu wa mashindano hayo katika kukuza vipaji vipya kwa watoto sambamba na zawadi zitakazotolewa kwenye shindano hilo. Sisi kwa kuwa we are corporate citizens, ni raia wema kwenye jamii inayotuzunguka na tuna wajibu wa kurudisha kwa jamii yetu. Hii pia inatusaidia kuweza kufikia lengo hilo, kwa maana ya kwamba kupitia ukuaji wa mchezo huu wa golf, moja kwa moja tunakuwa tumechagiza ajira, lakini vile vile zile za moja kwa moja na hata zile ambazo sio za moja kwa moja. Kipengele cha mpira mrefu, yani longest driver, mpira ulio karibu kabisa na pin, nearest to the pin, hole in one. Pamoja vile vile kuna kipengele cha mchezaji ambaye alikuwa nadhifu zaidi. Esther Mtebe, Channel 10 michezo. Namna hivyo, taarifa kuhusiana na mchezo wa gofu ndio inaika utuo upande wa viwanjani kitaifa, na sasa ni ule wasaa wa viwanjani kimataifa. Kunani huko? Huyu hapa mwana mchezo wetu anaita kujuza yale ambayo yamejiri na yanaendelea kujiri kunako michezo kimataifa. Afisa mtendaji mkuu wa Formula 1 Stefano Domenicali amekutana na waziri mkuu wa Thailand kujadili mipango ya mashindano makubwa ya langalanga mjini Bangkok. Waziri Mkuu Paetongtarn Shinawatra alisema serikali itafanya upembuzi yakinifu juu ya uwezekano wa mbio hizo katika mji huo kuanzia mwaka 2028. Kuna eneo lililopo Buriam, kaskazini mashariki mwa Thailand, ambalo limeidhinishwa na FIA, mamlaka inayoongoza mchezo wa mbio za magari duniani. Paetongtarn alisema, "Ninaamini kwamba watu wote wa Thailand watafaidika na kuandaa mbio hizi, iwe ni uwekezaji mkubwa wa miundombinu, kutengenezwa kwa nafasi za kazi, kuongeza mapato mapya au kuagiza teknolojia mpya na bunifu." Ratiba ya Formula 1 ya 2025 ina mbio 24 na inajumuisha mbio 4 katika eneo la Asia Pacific. Kama mpango huo utafanikiwa, basi ukanda wa Asia utaongeza wigo wa mashindano hayo
kufanyika kwao. Na huko nchini Italia, timu ya taifa ya Italia itamkosa mshambuliaji Matteo Retegui katika mechi zote mbili za robo fainali ya ligi ya mataifa ya UEFA dhidi ya Ujerumani kwa sababu ya majeraha ya paja. Retegui, mzaliwa wa Argentina anayechezea klabu ya Atalanta Bergamo ya Italia, ndiye mfungaji bora wa msimu huu kwenye Serie A akiwa na mabao 22 na ameifungia Italia mabao 6 kwenye mechi 18 tangu alipoanza kucheza mwaka 2023. Mchezaji wa Fiorentina Moise Kean, mfungaji bora wa pili katika ligi ya Italia msimu huu akiwa na mabao 15, sasa ndiye chaguo la kocha Luciano Spalletti linalowezekana kuongoza safu dhidi ya Ujerumani. Italia itaikaribisha Ujerumani kwenye uwanja wa San Siro katika mechi ya mkondo wa kwanza Alhamis, na marudiano yatafanyika Dortmund siku ya Jumapili. Washindi wa mechi hiyo watakuwa wenyeji wa nusu fainali ya ligi ya mataifa mwezi Juni. Salum Pelembo, Kimataifa. Namna hivyo Salim Pelembo ametufahamisha yale ambayo yanajiri na yanaendelea kujiri kunako viunga mbalimbali kimataifa. Na sasa ni ule wasaa wa burudani. Burudani leo tunayo ule mwendelezo wa taarifa kumhusu mwigizaji na mchekeshaji maarufu kutoka nchini Marekani, na mzungumzia Trace Morgan. Hali yake ya afya tangu jana ipo vipi? Huyu hapa msimulizi wetu. Baada ya tukio la kutapika uwanjani na kukimbizwa hospitali kwa mwigizaji na mchekeshaji maarufu kutoka nchini Marekani, Trace Morgan ametoka hadharani na kuzungumza. Akiwa hospitali, Trace Morgan ametoa salamu kwamba anaendelea vizuri kiafya na kilichomtokea kilikuwa ni food poison, hali ya kuchafuka kwa chakula kutokana na uwepo wa vimelea mbalimbali kama vile bakteria au virusi. Morgan anajulikana kwa kazi yake ya 30 Rock na Saturday Night Live katika mchezo wa Jumatatu siku wa Madison Square Garden kati ya New York Knicks na Miami Heat. Morgan alichapisha picha yake akiwa kwenye chumba kinachoonekana kama chumba cha hospitali kwenye Instagram pamoja na nukuu: "Nashukuru kwa utunzaji wako wote, ninaendelea vizuri sasa na madaktari wanasema ilikuwa ni sumu ya chakula. Asante kwa familia yangu ya MSG kwa kunitunza vizuri. Pia ninataka kuwashukuru wafanyakazi ambao walilazimika kusafisha. Asante kwa hilo." Namna hivyo taarifa kuhusiana na mwendelezo hali ya kiafya ya mwigizaji pamoja na mchekeshaji kutoka nchini Marekani Trace Morgan ndivyo ambavyo inanipeleka kutamatisha yale ya dawati la michezo na burudani, lakini hii inaenda upande wa burudani zile ambazo zinabamba kisawasawa huko mitandaoni. Nazungumzia Instagram, Facebook, YouTube, TikTok na kwingineko. Na hii moja kwa moja inamhusu mwanamieleka kutoka nchini Misri Ashraf Mahusi akivuta treni ya tani 279 kwa kutumia meno yake. Mwanamieleka huyo amevunja rekodi ya dunia kwa kuivuta treni nzito zaidi kwa kutumia meno. Amevunja pia rekodi nyingine 2 siku hiyo hiyo ya kuvuta chombo cha usafiri kizito zaidi na kuvuta gari kwa haraka zaidi kwenye mita 100. Amekuwa akiwajibu watu wengi huko mitandaoni wanaodhani kuwa huenda kwa namna moja ama nyingine anatumia dawa za kujiongezea nguvu, lakini yeye amewahakikishia kuwa yeye anaichukulia hali hiyo kama vile zawadi kutoka kwa Mungu. Kuhusu ulaji wake, ameweka wazi kuwa anazingatia zaidi vyakula, anakula vizuri na anapenda kula mboga, matunda, nyama na zaidi hanywi kabisa soda, kwani amekuwa akiepuka vyakula vya sukari pamoja na chumvi. Amesema amekuwa akipenda kufanya mazoezi, hata kipindi cha Ramadhani hufanya mazoezi kwa masaa 2 hadi 3 kuanzia saa 8 mchana hadi saa 11 bila kufungulia, akiamini kuwa Ramadhani sio kikwazo kwake bali ni chanzo cha afya njema na nguvu. Je, wewe unaweza kuvuta kitu gani chenye uzito kiasi gani? Tujiuze katika ukurasa wetu wa YouTube, tunapatikana kama Plus Digital. Namna hivyo kuhusiana na mwanameleka kutoka nchini Misri Ashraf ndio inaweka utuo na kutamatisha yale yote ya dawati la michezo na burudani kwa siku nzima ya leo. Kumbuka mimi ni winga Teleza Witness Ngalawa, ni kurejeshe kwake Filipina Ndwata aweze kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo.
Na mtazamaji, na huyo ni winga Teresa Witness Alano Singalawa. Ndivyo ambavyo anatamatisha habari za michezo na burudani na mwanamieleka huyo ambaye yeye ameweza kushinda rekodi hiyo. Na mtazamaji, shukrani kwa kuwa nasi kuanzia pale mwanzo mpaka wakati huu ambapo nahitimisha. Ulikuwa nami Filipina Ndwata ambaye nilikuletea mkusanyiko wa habari za kutwa nzima ya leo. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutokea hapa Channel 10 Plus na nikutakie usiku mwema. Kwaheri.